Kufuatia changamoto ya upungufu wa sukari inayojitokeza katika baadhi ya maeneo, Tume ya Ushindani Halali wa Biashara imefanya ziara maalumu katika masoko, maduka na mahala mbalimbali kwa lengo la kujua hali ya upatikanaji pamoja na bei ya sukari kwa ujumla. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mkurugenzi mkuu wa tume hiyo ndugu Alia Emmanuel Juma amesema kuwa jitihada za kutatua changamoto hiyo ya upungufu wa sukari zinaendelea, huku akisisitiza kuwa sukari ipo ya kutosha. Leo tumekuja katika masoko kuangalia hali halisi ya bei ya sukari, na tumeona katika soko hili la Kibanda Maiti sukari ipo vizuri. Sukari ipo kama tunavyoiona, sukari inauzwa kwa kilo shilingi 3,000. Na niseme tu, nitoe tu kwa wafanyabiashara wote ambao wale wanauza sukari kwa bei ya juu, tukipita sisi tukikuta, basi tutamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria, na hatutamwacha mtu kwa kweli, wala hatutolala mpaka tutahakikisha sukari inarudi katika hali ya kawaida. Pia ni watoe wasiwasi kwa sukari ipo nyingi na nyingine iko njiani inakuja, kwa hiyo bei zitarudi katika kawaida yake, watu wasiwe na hofu. Na wale ambao wameficha, tunawaambia sukari waitoe wauze. Tukipita sisi tukigundua kama umeficha sukari, basi pia na wao tutachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria. Operation hii imekuja kutokana na kelele nyingi za kuwa sukari imeadimika. Kwa kweli sukari iliadimika kama miezi miwili nyuma, sukari ilikuwa kuna upungufu, lakini kutokana na utaratibu mzuri ambao tuliupanga pamoja na wafanyabiashara, tukaweza kuiendesha ile sukari iliyokuwepo na hakukuwa na shida ya sukari nchini. Lakini hafla naona sukari imeingia, ndio watu wamekuwa kuna taharuki, lakini niseme tu sukari ipo ya kutosha, na kama tunavyojionea wenyewe madukani sukari ipo inauzwa na kwa bei ambayo ni mwafaka kwa kweli. Mimi niwaambie wafanyabiashara ambao wana tamaa ya kupata faida kubwa katika kipolo kimoja cha sukari, wapo na wasikia wapo, niwaambie tunakuja huko, na tukimkuta mtu anauza sukari kinyume na bei ambayo imetajwa, basi tutamchukulia hatua. Hakikisha hizo anazokusanya atazipeleka serikalini, kwa maana hatutomwachia mtu wala kumfumbia macho mtu akauza sukari kinyume na utaratibu ambao umewekwa. Na niwaambie wananchi, pale ambapo unauziwa sukari kwa bei ambayo sio elekezi, basi tunawaomba wafike ofisini kwetu au waarifu masheha wao, na tutatoa namba ambayo itakuwa wanapiga kutueleza kama walivyokuwa wanafanya, maana tumepokea simu baadhi ya sehemu. Kwa hiyo tunaendelea kufuatilia, na wale ambao wameficha sukari na nasisitiza kwa sukari watoe, maana sukari inakuja njiani, ipo na ya kutosha. Kwa jina naitwa Saidi Salum Khalfan, ni mtendaji mkuu wa maghala ya Evergreen Z Limited. Kwa kipindi hichi cha wiki moja tumeingiza sukari yenye wastani wa tani 1,080 sawa na bags 21,600. Hii sukari ya brown tumeingiza na tumeitoa katika maduka yote ya Unguja na Pemba, na tumeitoa kwa bei ya 130,000. Tunawanasihi wafanyabiashara wauze kwa bei iliyokuwa elekezi ambayo imeelekezwa na serikali, ili kila mmoja aweze kuafford kuweza kupata sukari hii kwa bei nafuu. Na pia tunawatoa hofu wananchi kwamba tunategemea baada ya wiki moja tutapata sukari nyingi zaidi, karibu tani 4,000, ambayo itaweza kutuliza hali yote hii iliyokuwa sasa hivi ya taharuki ambayo sukari kidogo imepotea. Na waomba wafanyabiashara wenzetu na wao wajitahidi kuunga mkono juhudi za serikali katika kupatikanaji wa sukari katika kisiwa chetu cha Zanzibar, Unguja na Pemba. Mimi ni Angel Paul na hizi ni ripoti za ASAM Online TV.